Habari, elimu, burudani. Wallahi wabarakatuh. Mimi ajenda yangu ni ndogo tu, ni kuwasilisha tuseme katiba kwa sasa, japo ni rasimu, kwa maana inaweza kubadilika muda wote, ila kwa sasa tuwasilishe hapa. Na mimi nilikuwepo miongoni mwa wanakamati ambao tulikuwa tukishirikiana kutengeneza, tukiongozwa na katibu wetu Abedi Mtoro, si yupo hapa kutoka yule pale kwa kituongozo yule bwana, na wengine tunakufahamu watu mbalimbali ambao tulishirikiana, lakini kiongozi wetu alikuwa yule pale. Katiba yetu inaanza kama inavyo, kwa watakao kuwa wanaona hapo itakuwa ni salama zaidi, wasiona basi ndo tusikilize. Katiba inasema katiba ya Umoja ya Wanahabari wa Kiislamu Tanzania. Umoja wa Wanahabari wa Kiislamu Tanzania, lakini baadaye kidogo kuna changes zitajitokeza kwenye hiyo kuzindua nembo, tutaona kuna kitu kibadilika kidogo tu hapo. Kwa hiyo ndo anwani ya juu. Jina la umoja ndio Umoja wa Wanahabari wa Kiislamu Tanzania. Kauli mbiu yetu tunasema habari, haki na uadilifu. Hii ni kama kauli mbiu yetu ambayo tunasema ndo inatupa mwongozo ili tufanye mambo kwa haki na uadilifu. Kwenye dibaji, sisi ni wanachama wa Umoja wa Wanahabari wa Kiislamu Tanzania, tukiamini katika misingi ya uadilifu, taaluma, uwajibikaji, mshikamano na maadili mema. Tutajikita zaidi katika habari, elimu na burudani. Tutaweka katiba hii kuwa kama mwongozo wa uendeshaji wa umoja wetu. Ibara ya kwanza, jina ndio hilo ambalo tumeshalitaja. Ibara ya pili inaenda kwenye hadhi, ambayo tumesema kama umoja lazima tuwe na hadhi yetu, ambayo umoja wetu utakuwa ni kama taasisi na wafanyakazi kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafahamu watu wote kwamba katiba zote za nchi kokote duniani lazima zifuate katiba ya nchi. Kwa kama ikiwa nchi ya Kiislamu basi mtaenda Kiislamu, ikiwa Kikristo itakuwa Kikristo, ikiwa haina dini basi mtaenda kulingana na katiba hiyo. Ibara ya pili, makao makuu yetu sisi yatakuwa Dar es Salaam. Umoja unaweza kufungua matawi kokote kwingine nchi nzima kwa mujibu wa sheria. Maana yake hapa itakuwa kama ndio headquarter yetu, lakini kwingine matawi yataenda mara tu baada ya usajili kukamilika, inshallah ndani ya miezi mitatu. Maono yetu na kauli mbiu yetu inasema habari, haki na uadilifu, tukijua zile anwani za juu. Maono yetu tunayoyaona ni kuwa taasisi inayoongoza katika kukuza taaluma ya habari, uadilifu, uwajibikaji na mshikamano, yenye mchango chanya katika kujenga jamii yenye amani, maendeleo na maadili mema nchini Tanzania na kwingineko. Dhima yetu sisi ni kuunganisha wanahabari wa Kiislamu na wadau wa habari. Lengo ni kuimarisha weledi wa taaluma, kutetea haki, ukweli na kutoa elimu kwa jamii, kuhamasisha maadili mema na kutumia vyombo vya habari kama chombo cha maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kiroho. Malengo yetu: moja, kukuza taaluma ya habari kwa vijana. Kutoa mafunzo ya uandishi, utangazaji pamoja na mawasiliano. Tatu, kueneza ujumbe wa amani na maadili mema. 4, kutetea maslahi halali ya wanachama. Nadhani ili eneo ni sensitive kidogo, watu nadhani tunaelewa vizuri. Kuanzisha miradi ya maendeleo ya umoja nje ya kuwa na umoja huu, nje ya mambo ya habari, lakini kutakuwa na vitu vingine labda nje ya habari, kwa mfano kama kilimo, labda ufugaji na vitu vingine kadhaa. 6, kushirikiana na taasisi nyingine zenye malengo yanayofanana. Sisi hatuwezi kushirikiana na taasisi zinazofuga nguruwe, hatuwezi. Maana yake lazima tuende na taasisi zile ambazo tunaongea lugha moja na sisi. Kwa hata kama itakuwa ni hiyo miradi mingine haitatoka kwenye ule mlengo wetu wa Uislamu. Kutoa misimamo na matamko kama kuna dharura ya pamoja. Hapa ufafanuzi wake ulikuwa kuna mambo huwa tunafanyiwa kama waandishi wa habari lakini hamna kisemeo. Nitatoa mfano ambao ulikuwa halisi katika kumbukumbu zangu. Wiki 3 zilizopita chombo kimoja kinaitwa 360 kama sijakosea,
kiliitwa chombo mchwara na Madam Rita, lakini umoja wa wanahabari wale walitoa tamko kwamba marufuku, kwa sababu ya dharau hii kufanya kwa mwandishi mwenzetu, marufuku Madam Rita kumwandika kwenye media yoyote. Ilikuwa ni tamko la pamoja kwa kumwadhibu ile dharau, na ndani ya masaa 24 aliomba samahani na jambo likayasa. Kuna watu wengine wanapitia ama tunapitia hizo changamoto. Tanda kwenye press ulipwi, ukiona tajio unapigwa sana, kifika muda wa malipo hadithi zinakuwa nyingi, mwisho wa siku nitakucheki kwa namba hiyo imeisha. Kwa lazima tuwe na matamko ya pamoja kwenye maeneo ambayo sisi ni haki zetu kuzipata. Ibara 6 ni wanachama. Kwenye wanachama tuna sifa za mwanachama kabla hujajiunga. Moja, awe na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Sasa hapo unaweza kuona inakinzana na kule tunasema tutatoa habari kwa vijana nyuma hapo kidogo, lakini hapa inasema miaka 18 na kuendelea, haija limit Kwa hiyo tupo hapa wazee wenzangu. Tupo hapa. Namba 2, awe Muislamu Mtanzania wa kike ama wa kiume. Namba 3, akubali katiba, kanuni na maadili ya umoja. 4, awe tayari kulipa ada na michango halali. 5, awe amemaliza walau shule ya msingi, ajue kusoma na kuandika japo Kiswahili tu. Itakuwa hatari sasa ikiwa kuandika ujui, sijui mwandishi utakuwa unaandika nini. Namba 6, awe mwanachama aliye na fani yoyote inayohusiana na habari. Fani yoyote, maana cameraman, videographer, nini, mwandishi wa nini, hizo awe kokote kwenye eneo la habari. Wote tunajua eneo hilo ni pana. Lakini 6, asiwe na makosa ya jinai. Sio tukawa na watu ambao kimsingi wauza madawa ya kulevya, wauaji, wakabaji, ikawa kidogo si salama kwetu. 6.2, aina ya wanachama. Kuna wanachama aina 3. Wa kwanza kuna wanachama waanzilishi. Wa pili kuna mwanachama wa kujiunga. Wa tatu kuna mwanachama mwaliko kwa kazi maalum. Ufafanuzi: mwanachama mwanzilishi wa namna gani? Ni wale ambao katika katiba hii inatengenezwa walikuwepo tayari wameshajiunga, imewakuta tayari wanafanya kazi. Hao watatambulika kama wanachama waanzilishi wa umoja huu. Tafsiri yake tunajizungumzia sisi tuliopo hapa. Mwanachama mwalikwa ni mwanachama ambaye anafanya shughuli mchanganya hizo katiba ama vipi? Bana, zilikuwa tunaziedit sana, nilikuwa naziweka sehemu moja. Okay, naweza kukumbuka tu hicho kipande ambacho sikioni. Mwanachama mwalikwa ni yule ambaye anaitwa kwa kazi maalum, and then akimaliza yeye kazi yake na taasisi amemaliza nayo. Kwa mfano tumepata press, waandishi wa habari wa Kiislamu wanahitaji kumhoji rais. Kuna qualifications zinakuwepo hapo za kumhoji, si ndio? Sasa yawezekana kati yetu sisi hizo qualification hatuna, lakini nafasi hatutaki kuifanya nini? Kuipoteza. Ndio tunapomuita hapo mzee Tido Muhando. Sasa inabidi tumpe wa muda atuwakilishe, kumpa agenda zetu na tutakawasilishe. Akimaliza tunamshukuru, asante kwa kuja, tunaendelea na michakato yetu. Hii imeeleweka sivyo? Wanachama wale wa kujiunga ni wale ambao sasa mchakato unawakuta tayari umeshafanyika, kwamba tushamaliza usajili, tushamaliza kila kitu. Ni wale ambao sasa baadaye wanakuja kujiunga taratibu. Kwa wao watapewa fomu na taratibu zingine watapewa. Kuna ada na michango. Ada ya wanachama hii ni rafli tu, imewekwa itakuwa 20,000 kwa mwezi. Imeandikwa tu, lakini nakumbuka tulikuwa 5,000. Mkutano mkuu unaweza kurekebisha kiwango cha ada. Maana yake tukiona hata hiyo 5,000 nyingi inaweza kuwa bure kwenye huo mkutano mkubwa. Lakini 3, baada yake kutakuwa na michango maalum inaweza kuidhinishwa na vikao mbalimbali. Kunaweza kuwa kuna jambo kwa sababu mfuko hauna taasisi haina kitu bado cha kujiendesha. Kwa mfano tunaenda kwenye usajili, unakutana na mamilioni kule usajili. Sasa nani mwenye nayo? Kwa hiyo tutaambizana, jamani, kuna hili jambo mpaka tarehe fulani tumeshamaliza, and then tuendelee. Ibara 8, tuna haki na wanachama. Pendi zifungue mbili hapa, nitakuwa naongea vizuri peke yangu.
Sorry. Haya. Ibara ya haki na haki za wanachama. Moja, lazima kuhudhuria mikutano yote. Lazima kuhudhuria mikutano. Mbili, una haki ya kupiga kura, kuchaguliwa ama kuchagua kwa kiongozi. Kwa mfano kama tukio la leo, una haki ya kuchagua ama kuchaguliwa. Lakini tatu, kupata taarifa za umoja. Nne, kunufaika na mafunzo ya program za umoja. Tano, kuuliza jambo kama hujalielewa. Unaweza kuna jambo hujalielewa, una haki ya kuhoji ili ulielewe. Nne, kuitisha mkutano kupitia mkurugenzi ama mwenyekiti akiwa anaona kuna jambo haliko sawa na sio kuongea pembeni, hasa ikiwa kuna mwanachama na mwanachama hawako sawa. Saba, kushauri uongozi kwa faida za umoja. Unaweza kuwa una wazo ama unaweza kuwa na chochote kile ambacho nadhani hichi nikikisema kitakuwa kuna faida, una haki ya kushauri. Nane, kufarijiwa wakati wa ugonjwa ama kufiwa. Lakini tisa, mwanachama anatakiwa tayari kujitolea pale inapobidi kufanya hivyo kwa maslahi ya chama. Ibara 7, wajibu wa mwanachama. Mwanachama atakuwa uheshimu katiba, kulipa ada kwa wakati, kulinda heshima ya umoja, kushiriki shughuli za umoja, lakini kuheshimu makubaliano. Neno hili tulizingatie na tuliwekee bold kabisa, kuheshimu makubaliano. Tukikubaliana kusiwe kuna mzabizabina, sasa huyu anaenda kuongea hivi huku wakati ndo tunasema tuambizane hapa. Yaani tusikubaliane na wewe ulikuwepo kwenye makubaliano kuonyesha kidole kutoa hoja, lakini unaenda kuongea pembeni, inakuwa si salama sana. Na hii ni weakness ya maeneo mengi sana. Viongozi, utakuwa na mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu mkuu, katibu msaidizi, mweka hazina, baadaye tulisema mweka hazina mmoja, ili likitokea lote tunaweza kumzungumza ili kusio na contradiction, huyu aseme hivi, huyu aseme hivi. Kutakuwa na kamati za nidhamu, wajumbe wawili wa kamati tendaji, kutakuwa na kamati ya uchumi na kamati ya uchaguzi. Hizi ni idara ambazo zitateuliwa baadaye baada ya kupata uongozi mkuu. Sifa za uongozi: awe mtu mwenye akili timamu. Kama jadili niko na cha kibonzo nasema kuna uwezekano miaka ya nyuma kuna mtu aliteuliwa kuwa kiongozi alafu alikuwa hana akili timamu. Kwa hiyo alivuruga, maana kila katiba ukienda lazima awe na akili timamu. Kwa hiyo inawezekana kilisha wakaga huko nyuma. Lakini pia awe mwanachama hai wa umoja. Hai wa umoja kwa maana yale mambo yaliokuwa kule juu. Asitumie uongozi kama fimbo. Kutumia sahi kwa kiongozi kama ndo advantage ya kufanya vitu binafsi kwa kutumia uongozi au kuwakandamiza watu kwa maslahi yake. Lakini awe mfano wa kuigwa kwa wanachama wote kwa matendo mema. Awe mtu mwema hivi kidogo. Hatuwezi kuwa 100%, lakini uwe mwema basi kidogo. Awe mzoefu kuongoza katika sehemu nyingine kabla ya umoja huu. Usije kupata experience kwetu. Usitoke huko hujawahi kuwa hata na mke au hujawahi kuwa hata chochote, hata shuleni hata wapi, alafu uje kutuanzishia, utatuvuruga. Ndio maana kwenye makazi mengi wanasema tunataka CV yako. Lengo waone, usiwavurugie mambo. Lakini awe mpesi kujieleza na kutetea umoja kwa manufaa ya wote. Awe tayari kwa lolote litakalotokea kwenye eneo la shida na kwenye eneo la raha. Awe mvumilivu, msikivu na mbunifu. Tunajua kabisa moja ya sifa ya kiongozi ni umoja, ni ubunifu. Wewe unasikiliza pia, lakini wewe unavumilia mambo. Hata hapa kuna mambo yanaendelea, watu wanayavumilia pia vile vile. Hapa tulipo muda huu. Na watu hata hawajakuwa viongozi, lakini yanaendelea na watu wanayavumilia hapa. Awe na uwezo wa kutengeneza mtandao kati ya mwanachama na mwanachama, umoja huu na taasisi zingine. Yaani uweze kuturoll ndani na kuroll outside the door. Usiwe wewe unaweza kujimanage mwenyewe tu kwa sababu wewe unaongoza watu, sio? Kutetea na kusimamia katiba ya huu umoja. Lazima tutetee hii katiba yetu. Ikitokea jambo, wewe nukuu vifungu, turudi ibara ngapi? Sisi tulikubaliana. Kazi za mwenyekiti. Mwenyekiti atakuwa ndio msemaji mkuu wa umoja baada ya kujadiliana na viongozi wenzake. Mwenyekiti atakuwa ndio msemaji mkuu wa umoja baada ya kujadiliana na wenzake. Atakuwa ndio msimamizi mkuu wa vikao vyote. Atakuwa ni sehemu ya waidhinisha fedha. Atakuwa ndio mtia sahihi wa mikataba yote ya taasisi. Akiwa na dharura atawakilishwa na katibu mkuu kwa idhini yake. Atatuwakilisha kwenye vikao mbalimbali vinavyohusu utendaji. Ikitokea anapata dharura, basi atawakilishwa na katibu au mwanachama yoyote atakayeona anafaa. Maana kuna sehemu inaweza ikanataka taaluma ambayo inawezekana yeye hana
hata huyo katibu mkuu aliyesema pia hana, lakini kuna mwanachama eneo hilo analiweza. Sasa isitufunge hapa, nasema tu Saimu, nenda hapa, unaweza kwa uzoefu. Basi anaenda, anawakilisha, ndio ataleza ripoti. Kazi ya naibu wake shortly inasema yeye atakuwa anafanya kazi zote za mwenyekiti ambapo atapokuwa hayupo kwa mawasiliano yake, isipokuwa tu kazi za katibu. Atakuwa ndo mtendaji mkuu wa shughuli zote za taasisi, atakuwa ndo mtunza kumbukumbu zote za taasisi, atakuwa ndio mratibu wa vikao vyote vya nje na ndani, atasimamia masuala yote ya kutafuta wadhamini ndani na nje kwa kufuata sheria na katiba. Hii in case kama tunataka kuandaa kijambo kidogo. Kama leo sijui imekuwaje, tunakula na kunywa, sijajua njia iliyotumika, lakini sio tunajiona tumeshiba tu. Atakuwa ndo msimamo mkuu wa mitandao pia ya kijamii in case kama tutafungua. Naibu wake pia atakaimu vitu vyote hivyo. Maana imeandikwa tu shortly, naibu katibu yeye atakaimu, atafanya kazi zote hizo ambazo kama naibu katibu atakuwa hayupo. Mtunza hazina atasimamia mapato na matumizi yote ya umoja, atakusanya mapato yote ya umoja, atafanya malipo yote ya umoja, atakuwa ni mmoja wa sahihi ya utoaji fedha benki, ataandaa taarifa ya fedha ya mapato na matumizi, atakuwa ndio mtunza wa kumbukumbu wa fedha zote. Muda wa madaraka. Viongozi watahudumu kipindi cha miaka 3 na wanaweza kuomba ugombea kuchaguliwa tena mara baada ya kumaliza. Uongozi utadumu kwa miaka 3, lakini hukumu huo unaweza kutenguliwa kwenye mkutano mkuu. Maana usije kama umekuwa kiongozi ukatuvuruga alafu tukuvumilie tu, tutakufukuza tu, hakuna namna. Ukomo huu utaweza kuwa na maradhi pia, unaweza kupata maradhi ya muda mrefu ambao utaweza kuwajibika vizuri, kutokuweza kushiriki shughuli za umoja kwa mambo binafsi ya nje ya taasisi. Tunajua kuna mtu anaweza kuwa yuko busy tu. Yeye yuko busy tu, yani ikitokea kikao kama leo yuko busy, kikao kingine na mambo yake personal. Kwa hiyo utaweza kuona nini. Kamati za nidhamu, habari, uchaguzi, hizi ni kamati za kazi maalum kwa kipindi maalum zitachaguliwa kwa kuvunjwa na baada ya kazi yao kuisha. Zile kamati zitengenezwa na zikavunjwa baada ya ile kazi kuisha. Inaweza likatokea jambo la dharura, inaweza kutengenezwa kamati ikafanya hiyo kazi ikavunjwa ama ikadumu. Viongozi hao watatuamulia huo. Uchaguzi. Uchaguzi wa viongozi utafanyika kila mwisho wa kipindi cha uongozi, ile miaka 3. Uchaguzi utafanyika kwa kura ya asili, isipokuwa mkutano mkuu uamue vinginevyo. Kwa hata sisi hapa sasa hivi tukisema oya, tusifanyeni siri siri, tufanyeni kila mtu ajue anamchagua nani, ahlan, si sawa tu. Kamati huru ya uchaguzi ya watu wasiopungua 3 itateuliwa siku zisizopungua 30 kabla ya uchaguzi. Mgombea lazima awe mwanachama hai, mwenye nidhamu njema na asiye na madeni, ada yasiyo na sababu halali. Matokeo yatatangazwa rasmi mara baada ya hesabu ya kura kumalizika. Mkutano mkuu mara moja kila mwaka, mkutano wa dharura utakapohitajika, kile itakapotokea hiyo dharura, na kama tendaji kila robo ya mwaka au inapohitajika kwa dharura. Mikutano umoja utakuwa na vikao mbalimbali kulingana na matukio na yatakokuwa mbele. Vikao hivi vitakuwa halali na maamuzi yake yatakuwa ni halali iwapo nusu ya wanachama au nusu ya husika watatimia. Kuna vikao vya mwezi, mwaka na nusu mwaka. Kwa kikao cha mwezi hiki kitakuwa ni kikao ambacho kinatazamia mpango mzima wa mwezi huo kulingana na ratiba na zitakazokuwepo kwa wakati huo, tukiongozwa na mpango mkuu wa mwaka. Wahusika hapa watakuwa ni wale ambao watasimamia jukumu hilo la mwezi kulingana na ratiba itakayokuwepo. Kwa mfano, nasema na ratiba labda tunataka kwenda mahala mwezi wa 6. Kwa hiyo inabidi wateulie watu wa kusimamia labda jambo hilo. Kwa wao ndio watadili na hiko na sio wengine. Kwa hizi zitakuwa ziko nyingi kwa mujibu wa katiba hii kulingana na dharura zitakavyotokea. Kikao cha nusu mwaka hiki kitakuwa ni kikao ambacho kitatazama ule mpango iliyopangwa mwaka mzima kufika nusu mwaka. Nini kimefanyika na nini kimefeli ili kuangalia namna nyingine wafanikishaji adhima ya mpango huu wa mwaka. Wahusika hapa watakuwa ni viongozi wote na wanachama wote. Kikao cha dharura, umoja utakuwa na vikao vya dharura kulingana na dharura itakayokuwa imetokea au kuna swala lolote ambalo linahitajika kujadiliwa kwa dharura. Wahusika hapa watakuwa ni wale wote kulingana na dharura husika itakayokuwa imejitokeza kwa wakati huo. Kikao cha mwaka ni hiki ndio kitakuwa kikao cha mwaka kitakacholenga mpango mzima wa umoja na namna ya utekelezaji wa shughuli na mpango mkuu wa mwaka. Kikao hiki kitajadili pia mapato na matumizi yote ya umoja kwa mwaka mzima. Wahusika hapa ni wanachama wote na viongozi wote. Fedha na ukaguzi. Fedha zote zitaweka katika akaunti ya benki kwa jina la umoja.
2, sahihi ya akaunti zitakuwa angalau 2 kati ya mwenyekiti, katibu na mweka hazina. 3, malipo yote yatafanyika kwa nyaraka halali na kumbukumbu kutunzwa. Kwa mfano mtu akitaka kuwa mwanachama, maana yake anapewa tu akaunti, anaweka kule. Tumeomba sponsorship mahala tumepata, atapewa akaunti, ataweka kule. Mhazini yeye ndo ataturatibia hiyo, sisi tumsikiliza yeye. Sasa ikitokea jambo, ndo maana hata kwenye nini amewekwa mmoja, ili kusiwe na muulize huyu labda huyu alifanya. 4, hesabu zitakaguliwa kila mwaka na mkaguzi wa ndani au nje aliyeidhinishwa. Itategemea, tunajua kuna auditors na nini, itategemea na ukubwa utakavyokuwa na miradi ambayo tutakuwa tunafanya kwa wakati huo. Tukihitaji auditors, maana yake tutakuwa nao auditors kutoka nje. 5, taarifa ya matumizi itawasilishwa kwenye mkutano mkuu. Kwa kila mkutano mkuu tutaletewa mapato na matumizi yote. 4, mapato. Umoja utakuwa na mapato ambayo yatatokana na michango ya wanachama, miradi ya umoja na miradi mingine nje ya umoja, ufadhili toka kwa hisani ama wadhamini. Matumizi. Umoja utasimamia matumizi ya kifedha kwa ajili ya shughuli mbalimbali za malipo ambazo yataidhinishwa na uongozi. Umoja utafanya matumizi ya kununua vifaa vya ofisi, ukarabati wa vilivyopo, kulipa ada na vibali mbalimbali, kufanyika kwa kazi kwa mujibu wa sheria, kutengeneza maleba kama costume, kulipa in case ikitakiwa, lakini kulipa pango la ofisi au kufanya matumizi mengine yatakayoidhinishwa na uongozi. Ukaguzi wa fedha. Ukaguzi wa fedha wa vitabu vya fedha utafanyika kila baada ya miezi 6, na hii pia itaweza kubadilika kulingana na shughuli za taasisi zinazofanyika. Uwezo wa taasisi. Kila taasisi kianza lazima iwe na ile capital ya kuanzia, initial capital. Sasa umoja utakuwa na uwezo wake kulingana na makusanyo, lakini itakaposhindwa ina uwezo yafuatayo: A, kumiliki mali zinazohamishika na hata zisizohamishika, kuwa na miradi mingine nje ya kundi. Nidhamu. Mwanachama anayekiuka katiba hii au maadili anaweza kuwekwa chini ya kamati ya nidhamu ya wajumbe wasiozidi 5 ikiongozwa na mwenyekiti na kamati teule. 1, kuonywa kwa maandishi, kusimamishwa kwa muda au kufukuzwa. Uamuzi huu utakuwa halali na kamati kuu. Migogoro. Mwisho, umoja utakapokuwa na migogoro wowote kutokana na eneo fulani ikashindikana kutatua wenyewe, basi kesi zote zitapelekwa katika wizara yetu husika kupitia idara yake ili kuyaweka mambo sawa, na mtatuzi wa migogoro wa umoja atakuwa ni wizara, maana yake eneo la habari tunapojua. Marekebisho ya katiba. Katiba inaweza kurekebishwa kwa kura ya 2/3 ya wajumbe waliohudhuria mkutano mkuu, sio msaafu, lolote linaweza kutokea. Kuvunjwa kwa umoja. In case ikatokea umoja umevunjika, umoja unaweza ukavunjika kwa kura ya 2/3 ya wanachama halali katika mkutano mkuu wa dharura. Hiyo maana yake kishafikia kuvunjika, maana yake ni dharura hiyo. Tunaitana tuvunjeni. Ibara 8 kuanza kutumika. Katiba hii itaanza kutumika baada ya kupitishwa na mkutano mkuu wa wanachama na kusaidiwa na viongozi husika, na pale itakapohitajika kusajiliwa kwa mujibu wa sheria zitakazotumika. Hapo ndio mwisho wa kunukuu. Asanteni.